hapo 2020 2021. Hiyo corona ama COVID-19 vile iliharibu uchumi, ndio unaona saa ile tunapiga kura ya kuchagua rais, uchumi ulikuwa katika mahali pabaya. Lakini tumejaribu kung'ang'ana na kustawisha ama kudhibiti uchumi. Tumepata mafanikio kiasi, lakini bado tuko na kazi ya kufanya, kwa sababu tungetaka uchumi uendelee kuimarika hata zaidi. Mnakumbuka ya kwamba kulikuwa na yale maandamano ya unga ya 2022 2023, kwa sababu bei ilikuwa imepanda sana, ikafika 250 shillings kwa kilo mbili ya unga. Tumejaribu kudhibiti bei ya unga tukitumia fertilizer ya ruzuku ambayo imepunguzwa gharama. Ile fertilizer tulikuta ikiuzwa 7,000. Tumetumia pesa ya serikali kupunguzia wananchi bei ya hiyo fertilizer. Katika miaka miwili imepita, hiyo fertilizer tulikuwa tunaipatiana kwa wakulima kwa shilingi 2,500 badala ya 7,000. Hiyo fertilizer ya ruzuku, pamoja na bidii ya wakulima, pamoja na Mwenyezi Mungu kutubariki na mvua, ndio imesababisha kudhibiti bei ya unga kutoka mahali ilikuwa 250, sasa iko about 150. Lakini bado tunakazana kuidhibiti zaidi, ndio ikuje 100 au hata chini ya shilingi 100 kwa kilo mbili. Kwa hivyo kuna ile kazi tumefanya ya kupunguza, na bado tunaendelea na hiyo kazi. Majani chai yetu mahali tulikuta sio mahali iko saa hii. Mwaka wa 2022 Kenya ilipata pesa ya kigeni bilioni 160 kutoka kwa majani chai. Mwaka uliopita, mwaka uliofuata wa 2023, ile majani chai ilikuwa imetupatia pesa ya kigeni 160 billion, ikatupatia 180 billion. Mwaka uliopita ile mapato ya kigeni kutoka majani chai ambayo ilikuwa 180 billion ikaongezeka ikakuwa 215 billion, ambayo ndio ya juu zaidi mapato ya kigeni kupitia majani chai tangu tulipoanza kukuza majani chai katika taifa letu la Kenya. We have seen foreign exchange earnings from tea move from 161 billion in 2022 to 180 billion in 2023 to 215 billion in 2024, na tunataka mwaka huu tusongeshe hiyo mapato iende juu hata zaidi. Kwa kilo moja tumekuta majani chai inauzwa kwa shilingi 44, tumeizongesha kidogo imefika 64. Tungetaka kuizongesha zaidi ifike 100 na juu, ili tupate guaranteed minimum returns. Maziwa tumekuta maziwa inanunuliwa shilingi 33 34 kwa lita moja. Tumeisukuma sasa, KCC inanunua maziwa kwa shilingi 50, na tungetaka iongezeke hata zaidi ipite hiyo 50. We had committed to bring milk prices from 33 shillings to 50 shillings as guaranteed minimum returns. Tumeshafika hapo 50, lakini hata kama tulikuwa tumesema tutafikisha 50, there is no harm in increasing that price beyond 50 shillings a liter, and we are doing our best. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wakulima wengi ama watu wengi katika taifa la Kenya, wakiwemo hapa Kisii, watu wengi wanapata mapato yao kupitia kilimo cha majani chai, cha maziwa, cha mahindi
na hata kahawa nimesikia imeanza kukuzwa sehemu hii ya Nyamira na Kisii. Kahawa, kwa zile sehemu zinakuza kahawa, and I really want to encourage the people of Kisii and Nyamira to plant more coffee, because coffee has become very profitable. 2022 kahawa ilikuwa inanunuliwa kwa mkulima shilingi 50 kwa kilo ama 60 ukiwa na bahati. Tumesongesha hiyo bei. Sasa katika sehemu ambazo zinakuza kahawa, wakulima wanalipwa 120, 130, 140, 150 shillings per kilo. Ni kwa sababu kilimo ndio itasongesha nchi yetu mbele. Kilimo ndio inashikilia wananchi wengi kupata riziki. Kuna ile hatua tumefikisha, lakini kama vile nimewaambia, bado hiyo safari haijafika mwisho. We continue to make agriculture more productive, more profitable, so that many people in Kenya can earn decent incomes and take care of their families. Vile vile, mambo ya kiuchumi ya jumla, mnajua shilingi ya Kenya ilikuwa hafifu. 2022 shilingi ya Kenya ilikuwa inabadilishwa shilingi 167 kwa dola. Sasa hivi shilingi ya Kenya imepata nguvu kiasi. And for the last 1 year, exchange rate dola moja ni shilingi 128, 129. Haipiti hapo na hairudi kwa ile 167 ambao tulikuta 2022 because of the effects of corona. Tunakazana vile nimesema kudhibiti bei ya unga, kudhibiti bei ya petroli. Petroli ilikuwa imepanda na wananchi wengi wakaumia zaidi, kwa sababu lita moja ilikuwa inanunuliwa na shilingi 217. Kila mwezi serikali inaendelea kupunguza bei ya petroli, shilingi 2, shilingi 3, shilingi 5. Katika miaka miwili ambayo imepita, petroli ambayo ilikuwa 217 lita moja imeshuka kwa shilingi 43. Kwa hiyo miaka mbili sasa inaenda lita moja 174, na bado tunasukumana na hiyo bei iteremke hata zaidi, ndio mwananchi apungukiwe na mzigo wa gharama ya maisha. Tuendelee na hiyo kazi ya kupunguza bei ya bidhaa muhimu kama unga na petroli, na kuimarisha nguvu ya shilingi ya Kenya, na kuimarisha bei ya majani chai na kahawa na maziwa ambao watu wengi wanapata riziki kutoka pale. Tuendelee, tusiendelee jameni? Tuendelee na hiyo kazi. Hiyo tumefanya in 2.5 years. We have another 2.5 years to complete the journey and make the cost of living more manageable to the majority of the people of Kenya. Na ndio unaona tuko very serious. We are not available for politics and pettiness. We are very focused. Kwa sababu hiyo kazi, that is what will count at the end of the day. Hakuna kiongozi atapikwa akuliwe nyama. Kiongozi, faida ya kiongozi ni kutafutia wananchi maisha bora kuliko mahali alikuta maisha, na kuhakikisha kwamba mwananchi amepungukiwa na mzigo wa gharama ya maisha. That is our focus, and we are very very focused. Kuna watu wanataka kutuingiza kwa siasa, tumewaambia we are not available. We are not available. We are men at work, na iko kazi bado hatujakamilisha. We want to focus on that work. Mambo ya siasa ikifika, tutakuja kunyoroshana siku ya kampeni. Tuendelee na hiyo barabara jameni. Tuendelee na hiyo barabara. Vile vile, mnajua ya kwamba kuna sehemu zetu, nyumba zingine hazina stima bado. Tunakazana na kuhakikisha kwamba kila mwananchi amepata stima kwake. Kwa sababu stima sio raha ya viongozi peke yao na matajiri. Stima ni haki ya kila mwananchi. Haijalishi nyumba yako ni ya mabati ama ya mawe ama ya mbao ama ya matope, upate stima kwako, hata vile unaendelea kukazana kujenga nyumba hata bora zaidi,
upate stima kwanza. Hapa Kisii County kwa jumla, wakati nilikuwa hapa Kisii last week, nilikuwa pale 2 weeks ago nafikiri, pale Kitutu Chache North, niliwaambia ile pesa serikali ilikuwa imetoa hapa, it was about 1.8 billion, sasa imeongezeka by 200 million. Right now in Kisii, programs ya stima ya last mile connectivity, ya kuweka stima kwa manyumba ya wananchi na biashara ndogo ndogo mashinani hapa Kisii, projects za shilingi bilioni 2 zinaendelea ili kuhakikisha ya kwamba nyumba 32,000 mpya zimepata stima hapa Kisii County. We are connecting an additional 32,000 households here in Kisii County at a cost of 2 billion shillings through the last mile electricity connectivity program. Na hiyo kazi tunaendelea nayo. Hao wabunge wanajua ni vijiji gani, ni vitongoji gani hiyo kazi inaendelea. Tuendelee na kazi ya stima? Tuendelee tusiendelee? Vile vile tuko na kazi ambayo ilikuwa imekwama kidogo. Mnajua kwa sababu ya vile uchumi ulikuwa katika hali mahututi, barabara nyingi zilikuwa zimeanzishwa, zilikuwa zimesimama. Na najua kuna barabara za hapa, mimi nitarudi hapa in about 10 days maneno ya barabara, kwa sababu tumepata pesa ya kufufua miradi ya barabara ambayo ilikuwa imekwama Kenya nzima, ili tujenge hizo barabara, tukamilishe, wananchi wapate mahali pazuri pa kusafiri. Tuendelee na hiyo kazi ya barabara? Tuendelee tusiendelee? I know there are some roads in this constituency where we paid contractors, some are on the way, wengine wanasema watungoje mvua ikauke. So I'll take about 2-3 weeks, maybe 1.5 to 2 weeks, I'll come back on the roads program for Kisii and for this constituency. Vile vile tumesema hivi ya kwamba wananchi wengi ni wanabiashara wadogo wadogo, wale ambao sio wakulima wanafanya haso, wako na biashara kidogo kidogo huku mashinani. Kuna akina mama wanauza mboga, nyanya pale sokoni, tunawaita mama mboga. Kweli si kweli? Kuna watu ya bodaboda wanasukuma biashara yao na hiyo nduthi, hiyo pikipiki. Kuna watu ya mkokoteni, kuna mtu ako na kinyozi yake hapo kidogo, kuna mwingine msichana ako na salon hapo kwa kijiji. Wakati tulikuwa tunaomba kura, tulisema tutasimama na hao watu ambao ni watu kiuchumi wanahitaji msaada ili wapanue biashara zao. Na hiyo kazi tumeshaanza. Tumesema iko program inaitwa Nyota, sana sana kwa biashara za vijana. Nyota program ni program ya serikali ya Kenya ya takriban bilioni 28 kwa kila ward. Tutatafuta hizi biashara ndogo ndogo, sio biashara kubwa, biashara ndogo ya mama mboga, biashara ya kinyozi, ya salon, catering business, tailoring, hizo. Na kila ward serikali itapeana shilingi 50,000 kwa biashara 70 kwa kila ward katika jamhuri yetu ya Kenya, ili kupanua biashara ndogo ndogo. Vile vile tumesema ya kwamba kwa mama mboga wetu na wachuuzi, hawkers, mama mboga, tuwache kuwaachilia kufanya biashara zao. Kama ni bodaboda wanafanyia huko kwa jua, hawana shed, hawana chochote. Wengine mama mboga wanauzia kule barabarani, wanapigwa na jua, wanapigwa na mvua, wanapigwa na vumbi, na wanahatarisha maisha yao kwa sababu ya magari. Ndio tumekuja na program ya national government ya kujenga masoko zaidi ya 400 katika taifa la Kenya. Already masoko 200 yanajengwa Kenya nzima. Hapa Kisii County peke yake
tuko na masoko yale yanajengwa, masoko 21 katika kila constituency. Na hapa Nyaribari Chache constituency tuko na masoko zaidi ya 5 ambayo aidha yameanza kujengwa ama tumepeana kandarasi yataanza kujengwa anytime from now. Tuko na soko ya Keumbu, tuko na soko ya Nyabisabo. Hiyo Nyabisabo hiyo. Mnajua hiyo soko? Na ile inaitwa Kiongoro, na ingine inaitwa Birongo, na ingine inaitwa Bobarasho. Hiyo masoko hiyo 5 we already have money. Na hata hapa hii area kama mnataka soko, tutaongea na mbunge, tutawajengea soko, because we have money from the housing fund to build markets for small scale traders. Ndio tuwache kuumiza wananchi, wanabiashara wadogo wadogo kufanyia biashara zao kwa jua. Vile vile watoto wetu ambao wako KMTC, wale wako university including Kisii University, wale wako kwa TVET zetu, tunawajengea hostels with the same housing fund. The housing fund inatusaidia kufanya affordable housing, inatusaidia kufanya markets, na inatusaidia kufanya hostels for our students kwa TVET na university, na kujengea polisi na wale watumishi wengine wa umma manyumba, institutional housing. Kwa hivyo kwa watoto wetu hapa Kisii tumetangaza kujenga hostels ambazo itapatia wanafunzi wetu vyumba vya kulala 880 units of bed capacity for hostels, na hiyo itagharimu serikali ya Kenya shilingi milioni 426. 426 million 880 bed capacity hostels for Kisii University, ndio watoto wetu wapate mahali pazuri pa kuishi. Tuendelee na hiyo kazi ya kujenga masoko, ya kujenga hostels ya watoto wetu. Tuendelee, tusiendelee jameni? Kwa hivyo we want to make sure that we transform the economy. Na leo hii tuko hapa kwa sababu tungetaka wanabiashara wadogo wadogo wafanye vikundi vyao, wafanye SACCOS, bodaboda kuwe na SACCOS, mama mboga kuwe na SACCOS, ndio msaada wa serikali uwafikie haraka na uwasaidie kupanua biashara zenu. Na vile vile tumesema tukingojea hiyo program ya serikali kama hiyo Nyota program na zile zingine ambao nimetaja, kwa sababu tuko na ingine inaitwa KJET, Kenya Jobs for Economic Transformation Project. Tukingojea hizo project, tumesema kama viongozi tuweke mkono wetu kusaidia hiyo vikundi vya wanabiashara wadogo wadogo wapate stock ambao wataingia nazo kwa ile markets ambao tunawajengea, wapate stock ya kupanua biashara yao. Na hata kama hii pesa labda sio mingi sana, itasaidia pakubwa ili kupunguza mzigo wa kimaisha ya wananchi wetu. Kuna watu wengi wako na madharau mingi na kiburi kwa sababu wameshiba na wako na pesa mingi. Hawaoni maana ya program kama hii. Hawajui ya kwamba yule kijana wa bodaboda ambaye anasumbuliwa na polisi wa traffic kila siku ni kwa sababu amekosa side mirror. Side mirror peke yake. Na lazima sasa polisi wamsumbue kwa sababu kama hauna side mirror unahatarisha maisha yako barabarani, unahatarisha maisha ya wale ambao ni abiria wako, unahatarisha maisha ya wale watumiaji barabara wengine. Lakini kuna vijana wengi hawezi kuafford hiyo side mirror, ndio anatembea na nduthi bila side mirror.
Hii program kama itasaidia vijana wetu wa Nduthi kutengeneza pikipiki na kuweka spare ambayo imepotea, iko makosa jameni? Kuna makosa? Hao kina mama mboga hao, akina mama wako na bidii mingi, lakini utajua ya kwamba ile bidii akina mama mboga wanafanya, ile stock wanatumia ni shilingi 5,000 ndio wanazungusha stock ya 5,000 ama 10,000. Huyo mama akipata another 10,000 kwa hiyo stock, she will have doubled business. Na hiyo kwa kina mama ni pesa mingi, itasomesha watoto na chakula itakosekana nyumbani, kwa sababu hao kina mama ni kama wanajua kutunza pesa kuliko sisi wanaume. Ni kweli, si ni kweli? Si akina mama wanajua kumultiply pesa haraka. Mama akipata an extra 10,000 ameomoka na atakuwa mambo yake yote ya familia itafanyika. So hata sisi wanaume tujifunze kutoka kwa dada zetu na wake zetu na mama zetu jinsi ya kuongeza mapeni na kuyatumia kwa mambo ya familia. Kwa hivyo hii pesa ambayo tunawasaidia mpate ni ya biashara, sio ya kukula. Usipitie pale sokoni na kukunywa naye chang'aa na pombe alafu naenda nyumbani bila kitu. Na ndio tunasema muwe kwa vikundi, ndio hiyo pesa iende kwa kikundi, ni ya kusaidia members wa hiyo vikundi. Nikimalizia niseme hivi, katika hii masoko ambayo